Baada ya Hussein Khalid ambaye ndio kiongozi wa taasisi ya Vocal Africa ambayo huwa inashughulika na masuala ya kutetea haki za kibinadamu kutoka nchini Kenya kutangaza kwamba leo hii hapa watasimama in solidarity, yani kuunga mkono wa Tanzania ambao watakuwa ingia mtaani kwa ajili ya maandamano. Leo hii hapa unaambiwa kwamba katika ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi nchini Kenya wamekamatwa baadhi ya watu ambao walikuwa wamekusanyika nje kuweza kuandamana, kuweza kuonyesha solidarity yao kama walivyokuwa wamepanga toka mwanzo, kusema kwamba leo tarehe 9 lazima nao watakuwa wanaungana na Watanzania kuweza kufanya maandamano, kuweza kuonyesha umoja wao, kuweza kusupport kwa maandamano ya leo tarehe 9. Sasa jeshi la polisi nchini Kenya wamewatia mbaroni vijana kadhaa na kuwatia mpingu na kuweka ndani kutokana na swala la kuweza kuzua vurugu katika ubalozi wa Tanzania nchini Kenya, lakini pia hajatoa maelekezo kuhusiana na sababu kuu ambazo zilikuwa zimewafanya kuelekea kwenye maandamano hayo. Sababu ni Wakenya kadhaa takriban kama 10 na kitu hivi chini ya 20 ambao waliweza kukamatwa na jeshi la polisi mchana wa leo tarehe 9 ya Disemba mwaka 2025. Hapajakuwa na mabango yote ambao walikuwa wameyabeba kuonyesha kikubwa ambacho kilikuwa kimefanya mpaka waandamane. Khalid ambaye jana alikuwa amesema kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wataungana na Tanzania katika kuonyesha umoja katika hili, hajaonekana popote kuhusiana na mipango yote ambayo alikuwa nayo. Lakini hawa Wakenya ambao wamekamatwa pia hajajulikana kesi ambayo watakwenda kufunguliwa mahakamani kutokana kwamba tayari wameshakamatwa na jeshi la polisi. Inakuja masaa machache ama takriban kama chini ya masaa 24 toka jeshi la polisi kutoka mkoa wa Arusha walivyokutana na jeshi la polisi nchini Kenya kutoka ukanda wa Rift Valley ama tasema bonde la Ufa, wakiwa na kikao cha pamoja kuweza kuzungumzia masuala ya usalama, hususan upande kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, ikizingatiwa kwamba katika maandamano ya Oktoba 29 kuna baadhi ya Wakenya ambao inasemekana kwamba walijaribu kuvuka mpaka ili kuingia Tanzania kwa nia tu ya kutaka kuleta vurugu katika maandamano ambayo yalikuwa yanashuhudiwa ya Oktoba 29. Lakini sasa hivi hapa maandamano ya leo ya tarehe 9 yameweza kudhibitiwa kwa nafasi kubwa na jeshi la polisi nchini Tanzania, lakini pia yakaweza kudhibitiwa katika mikoa yote, hususan mikoa ambayo ilikuwa imeripotiwa kuwa na maandamano siku ya 29 Oktoba, mikoa kama vile Arusha, mikoa wa Mbeya, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Mwanza. Sasa ni baadhi ya miji ambayo sasa hivi ama leo hii hapa nasema kwamba ilikuwa imedhibitiwa pakubwa sana, na kulikuwa na movement zilikuwa ni chache sana. Yani kulikuwa kunaonekana kabisa kwamba watu wengi walitii amri ya serikali ya kubaki ndani ya majumba yao, na wachache ambao walikuwa wanatoka pia hawakuwa na movement nyingi sana, na pia biashara ziko zimefunguka siku ya leo, kizingatia kwamba ilikuwa ni siku ya mapumziko ama public holiday kama walivyokuwa wameelekezwa na jeshi la polisi, lakini pia serikali kupitia wizara ya mambo ya ndani. Sasa mpaka kufikia muda huu hapa waliokamatwa hawajatolewa idadi kamili ya Wakenya ambao wamekamatwa nje ya ubalozi wa Tanzania, lakini taarifa zilizoko na picha ambazo unaziona ni baadhi ya Wakenya ambao waliweza kutiwa mbaroni katika vuguvugu hilo.